Bana, mambo vipi mtazamaji wa A Digital? Leo katika pitapita zangu mtaani, kama ambavyo tunafahamu, dirisha la Ligi Kuu Tanzania Bara msimu wa mwaka huu 2025-26 rasmi linafunguliwa leo kwa mchezo wa ngao ya jamii ambao utawakutanisha watani wa jadi Simba na Yanga. Sasa nimekutana na mdau wa michezo hapa. Nimemuuliza mambo kadhaa lakini pia nimepiga naye story atuambie mtazamo wake kuelekea mchezo huu, lakini pia kuelekea dirisha hili la msimu wa mwaka 2025-26 kwa ujumla kwenye ligi kuu. Maoni yake ni yapi kuelekea michezo hiyo ambayo itapigwa, maandalizi ambavyo ameyaona kwenye pre-seasons, timu ambavyo zimejifua kuanzia kwenye management, pia uongozi, maandalizi waliokuwa wakiweka nguvu zao mpaka kufikia hapa kwenye dirisha sasa la msimu 25-26 kufunguliwa na kuendelea huko mbele. Mtazamo wake ni nini, kwamba nguvu iliyowekezwa ipo na inatosha kuleta ushindani kwenye ligi kuu bara? Tutamsikia yote, atafunguka kwa uzuri kabisa. Bwana, mambo vipi? Tuko vizuri. Tuko poa. Tuko poa. Bwana, ni Msami huyu. Niongee kama mdau wa michezo, lakini pia mpenda michezo pia. Mdau wa soka lakini pia mpenda soka pia. Nakuelewa. Zote zinakaa sawa. Bwana, unapenda boli sana wewe. Baya mno. Mtu wa boli. Maisha yangu ni mpira. Maisha yako ni mpira. Maisha yangu ni soka. Mimi ni soka. Wewe ni soka. Yeah. Bwana, harakati vipi kwanza? Tuko vizuri. Tuko vizuri. Tuko vizuri. Kwanza kabla ya kufika kwenye mchezo wa dabi, maandalizi haya kwenye pre-season, sajili umeziona? Umeona viongozi wa vilabu namna ambavyo walikuwa wanahangaika kuwekeza, kutumia nguvu kubwa kuhakikisha wanaboresha vikosi. Nguvu ambayo imetumika inatosha kusema kwamba msimu ujao ya msimu huu sasa tutapata ligi bora? Tutakuwa na msimu bora sana, nafikiri kuliko misimu yote ya soka ambayo tumewahi kuishuhudia. Kwa sababu kila msimu mmoja unapoisha, uwekezaji unaongezeka kuelekea msimu mwingine, na kila klabu inakwenda jipanga zaidi kiubora kuelekea msimu mwingine. Lakini pia hata wanaoongoza mpira wanaendelea kutengeneza kanuni ambazo zinakwenda kuwa kuboresha baadhi ya maeneo kwenye ligi yetu. Kwa hiyo mimi naamini kwa namna nilivyoziona sajili za timu zote, tukianza na wakubwa Simba, Yanga, lakini pia Azam FC, umeelewa? Nimeona kila timu imejipanga kuboresha mabenchi yao ya ufundi. Tabora United, Singida Black Stars, Dodoma Jiji. Sasa huko ndo usiseme. Dodoma Jiji wamesajili na wameboresha sana benchi lao ukilinganisha na misimu mwingine wote ule. Umeelewa vizuri? Kwa mimi ninachokiamini, tutakwenda kushuhudia ligi bora kuliko yani misimu yote, au tuseme tutashuhudia ligi bora tangu kuanzishwa. Trust me. Niamini mimi. Kweli? Nakwambia kweli. Pamba Jiji wameweka pesa. Yani nasemaje? Yani ukiachana na timu ambazo zimeshuka daraja huko championship, zetu achane nazo. Timu ambazo ziko kwenye ligi kuu kwa msimu huu, tutakwenda kushuhudia msimu mmoja bora na kila mtu atafurahi. Mashujaa wako vizuri. Umeona usajili wao? Yani kuanzia kwenye maandalizi, unajua maandalizi nazungumzia pre-season, lakini pia tunaangalia pia kila timu imejipangaje kuhakikisha kwamba inapata wachezaji walio bora na sio tu walio bora na wenye uwezo wa kushindana. Umeelewa vizuri? Tutakuwa na msimu bora. Tutakuwa na msimu bora sana. Msimu wa moto. Sasa quality ambazo zimeingia, quality ambazo zimekuepo sasa, ongezeko la quality nyingi kutoka nje zilizoingia kwenye ligi yetu, hasa kwa msimu huu, unaona zinakwenda kuleta uwiano wa ushindani hasa kwa hizi timu kubwa. Anazungumzia Azam FC, Simba, Yanga na Singida ambao wamejiweka kwenye daraja la timu kubwa kwa sasa. Hatuwezi kuwatoa miongoni mwa timu 4 ambazo zinatarajiwa kushindania taji. Wana mapro wengi Singida, yani sio tu timu, yani wana mapro. Kama uliangalia hata game zake za Kagame Cup mpaka jana wakafanikiwa kutoa kombe la Kagame, unagundua kwamba Singida ni timu ambayo imeamua kuja kuleta challenge kwa watu ambao tunaamini wanastahili kuwa mabingwa kila siku. Wameamua kuja kuleta hiyo challenge. Lakini pia kurudi kwa Azam, yani kitendo tu cha
kumpata kocha mshindani Fly Benge. Kocha mwenye profile kubwa yani Afrika. Ushindani wa Azam kwenye ligi msimu huu ulianzia pale. Kabla kwenda kwa wachezaji. Unaona kabisa mtu ambaye amemleta ni mtu ambaye soka ya Tanzania hajawahi kufundisha lakini analijua kwa sababu ashacheza na timu za Tanzania mara nyingi na analifuatilia sana. Amecheza na wakubwa mara nyingi sana. Mara nyingi na timu za kawaida pia akacheza nazo. Umenielewa? Akiwa AS Vita, akiwa Al Hilal. Kwa hiyo ni mtu ambaye unaona kabisa ameletwa kama mtu ambaye anakuja kwa challenge wakubwa ambao tunaamini wanastahili kuwa mabingwa kila siku. Kwa hiyo narudia tena kusema huu msimu tusipokaa vizuri kuna mtu anaenda kuwa nafasi ya 4 afu tutajia hivi. Hebu ngoja hivi, inawezekana msimu huu tukapata surprise ya bingwa nje ya wale ambao tumekuwa tukiwategemea siku zote? Kila kitu kinawezekana. Mbona Azam alishawahi kuchukua ubingwa mbele ya watu ambao tunaamini wanastahili, mbele ya Simba na Yanga? Mbona Mtibwa alishawahi kuchukua? Lakini angalia quality, watu walivyoweka pesa. Watu wameweka pesa, achana na karne. Si ndio maana watu nao wameona kwamba hawa jamaa wanachotuzidi ni uwekezaji. Wanaweza kusajili mapro hata 12 wakakaa pale. Na timu zenyewe sasa hivi zimeamua. Singida kikosi chao kikianza hapo waweza kukuta Mtanzania mmoja tu wakiamua. Au wakiamua haanzi Mtanzania yote. Umenielewa vizuri? Wana wachezaji ambao wana quality kutoka nje. Azam FC vile vile. Kwa hiyo ni watu ambao wameamua kabisa kwamba sasa huu msimu twende tukaonyesha kwamba tunaweza tukafanya kitu. Mbele hawa majanti. Ukiwazungumzia Singida wana kocha ambaye Afrika inamtambua. Sio tu Afrika inamtambua, anaujua mpira Tanzania vizuri na ameshachukua ubingwa akiwa hapa. Yani ni kocha ambaye maajabu sana. Huyu kocha tayari ana ndoo kwanza. Na kashakuja tayari jana kabeba ndoo. Na amechukua ndoo mbele ya kocha mmoja ambaye ni pro, anatokea kwa wakubwa pale. Mpaka sasa hivi ana ndoo. Nafikiri umeshapata picha ninapokuambia kwamba tunaenda kuwa na msimu wa tofauti kuliko misimu mingine yote. Mtazamo wako kuhusu Singida Fountain Gate? Hao walionekana wameleta familia. Na mpaka sasa hivi hakuna chochote ambacho kinasikika kuhusu Fountain Gate. Kuna bomu gani wanalitengeneza watu? Fountain Gate kwanza mimi kitu ambacho kinishangaza sana. Kitendo cha kukaa. Mimi unajua mpaka tunakwenda kwenye deadline ya usajili. Sikuwa najua kwamba Singida wamemsajili nani. Yani ni watu ambao walikuwa kwa kimya. Singida Fountain Gate inamaanisha. Ndio. Fountain Gate. Sasa sijui, lakini sioni kama ni timu ambayo, lakini pia hata kwenye ile tournament ambayo wenyewe waliandaa pale bado pia walifanya kawaida. Kwa performance ya msimu uliopita na namna ambavyo wamefanya usajili msimu huu, inawezekana mambo yakawa ni yale yale. Wanakwenda kupambana wabaki ligi kuu. Lakini waliweke kwenye zile level za kwamba mimi binafsi kwa maoni yangu sioni kama Fountain Gate kama mdau wa michezo wakienda kuingia kwenye ile top 4 pale au kwenda kutafuta nafasi ya kushiriki shirikisho kwa namna yoyote ile, labda kwa kwenda kuchukua FA au kwenda kucheza FA finali. Lakini Fountain walishusha vifaa ikasemekana ni vya kwao kutoka Nigeria pale. Bado watu kama 12 hivi walishushwa pale. Bado Fountain Gate kwa namna ambavyo wamefanya pre-season, lakini pia kwa namna ambavyo wameendea usajili wa msimu huu, mimi kwa maoni yangu siwaoni wakienda kugombania ubingwa wala kutafuta nafasi ya kucheza kimataifa. Wataenda kufanya hivyo, lakini wao watabaki tu kucheza ligi. Labda wakapambana wabaki kucheza ligi kuu. Vipi kuhusu Namungo na wazungumzia Coast Union? Kwenye Coast at least kuna namna kama unanishawishi kusema kwamba huenda wakaenda wakaleta challenge. Kuna kitu watakitoa. Umenielewa vizuri? Na mpunga umeongezwa pale. Mtu kaenda kuwekeza pale. Na sio tu kuwekeza. Hata ukiangalia nafikiri uliangalia Coast Festival. Nimeona kuna mabaraa sana pale. Kuanzia jezi zao bana. Kuna mabadiliko pale hapo. Tuwape maua kwenye jezi bana. Ingawa jezi ni kama wewe sasa utakuleta masiara. Coast mimi naweka kwenye timu ambayo inaweza ikaleta challenge, lakini pia
siweki kwenye timu ambayo labda inaweza ikawania ubingwa kwa msimu huu hapa. Kwa nini? Kwa nini Costa asiwanie ubingwa wakati ana wachezaji ambao anao na nimeona ila anaweza akafanya vizuri kuliko msimu uliopita? Yes. Namungo bado kwa Namungo. Mgunda yuko pale. Kaka, pale sio. Amefanya usajili. Bado. Amefanya usajili. Umeona lile benchi la Taifa Stars, ukimtoa head coach Ahmed Morocco, wachukua wale wa chini yake wote. Mgunda, sijui Jamhuri Kiwero Julio, sijui nani, wote wapeleke pale Namungo. Bado hawawezi kuja kuchukua. KMC hawawezi. KMC pia bado wana kocha pale. Sio tu wana kocha ambaye pia alishacheza mpira. Kocha ambaye ana profile kubwa sana hapa. Alishafundisha mpira Tanzania kuanzia national team na moja ya vigogo pia wa Tanzania. Alishafundisha mpira. Na tunaweza lakini bado amekuja kwenye wakati ambao pia mpira na wenyewe pia umebadilika kwa kasi. Na tunaweza kumuita kwamba ni kocha la boli. Kocha la boli haswa, na amezaliwa kwenye nchi ya mpira. Umeona kwenye Kagame wanavyocheza? Bado. Wametoa tough game. Lakini bado. Sawa bana. Bwana, leo ni ngao ya jamii. Yeah, sure. Tunaweza kuita Derby Day au tunaita tu ngao ya jamii? Ni ngao ya jamii, lakini ni ngao ya jamii ya tofauti kwa sababu ni derby. Ingekuwa ni ngao kati ya Simba na